Kwa majina mimi naitwa Daktari Josephine Kulea na mimi ni mmoja wa kina mama ambaye anasimama katika kiti cha kina mama huku Samburu County, na ninataka kusimama kwa chama cha UDA ambayo nimeingia juzi. Kama wengi wanavyojua kwamba Samburu County ni kaunti ya ODM ama Azimio kwa sana, lakini kwa sasa tangu tupoteze baba naona kwamba tunaelekea kwenda kwa serikali na ule kiongozi ambaye tunamuona wa karibu ni president. Mimi nimeingia chama cha UDA kwa sababu ni chama tawala, ni chama ambacho kiko kwa inatuelekeza katika serikali ya Kenya kwa sasa, na nimeona kwamba ni wao pia tu watarudi kwa hii serikali, kwa hii kura nyingine ijayo, na kama kiongozi ambaye nataka kusaidia watu wangu sana kwa maneno ya maendeleo kwa njia tofauti, nimeonelea chama cha UDA ndicho chama kitaniwezesha kuletea watu wangu usaidizi ama maendeleo nikiwa ndani ya serikali, kwa sababu sitaki kuwa nje ya serikali. Na haijalishi kama kuna mtu wako UDA kwa sasa hivi, kwa sababu tumeingia msimu wa siasa, tumeingia msimu wa nominations. Huu mwaka watu wenye wanataka kwenda nominations watachagua parties, na chama cha UDA inakaribisha kila mtu mwenye anataka kusimama kiti chochote Kenya nzima, waje washindane na wale wako kwa viti, kwa sababu ni mpiga kura ataamua mtu mwenye amemfanyia kazi na mwenye hajamfanyia kazi, na pia wataamua nani atapeperusha bendera yao ya baadaye kwa uongozini. Kwa hivyo mimi nimekuja chama cha UDA kwa sababu naamini ya kwamba serikali itaendelea kufanya kazi na nitakuwa ndani ya serikali wakati wa kutafuta hii kiti, na niko tayari kabisa kwa maneno ya nominations kwa chama cha UDA. Mimi nilisimama 2022 na chama cha enye ilikuwa katika mrengo wa Azimio, na nikajitafutia kura. Nilienda peke yangu, sikuwa na lineup, na nikaweza kwa mwezi 6 nikaweza kujitafutia kura na nikapewa kura mingi sana katika hii county, na nikaona kweli watu wangu wananipenda, lakini nilichelewa kidogo, mahali mingi sikufika. Lakini hata katika kura kuna masomo, unajisomesha kila wakati. Kwa hivyo kura yenye ilipita ilinisomesha vitu mingi, na sasa nimerekebisha. Wakati huu nataka kuanza mapema ndio niweze kufikia kila mtu, kila sehemu, niweze kujiombea kura, wanione. Watu wengi wamesikia jina langu hii county, lakini hawajaniona. Wameona hata kazi ya watu wengi, hata nimesaidia watoto wao wenyewe, lakini hatujuani, kwa sababu mimi huwa nasaidia watu sio kwa sababu nataka kiti. Nasaidia kwa sababu najua ya kwamba tukisaidia watu wetu kupitia njia ya masomo, kaunti yetu itaendelea kwenda mbele. Lakini jambo ambalo limenifanya nisimame wakati huu, Kenya kinachonisukuma sana, sisi kama watu wa Samburu County bado tuko nyuma sana kwa maneno ya maendeleo, haswa hii kiti ya kina mama iko na kazi yake, na ndio maana ilitengezwa katika katiba tuwe na mtu ambaye anasimamia kina mama. Ndio kwa sababu watu kaunti kama hii ya Samburu, kina mama wetu na wasichana bado wako nyuma sana. Na kitu moja ambayo imetuweka nyuma ni kutosoma, na ndio maana unaniona mimi napenda sana maneno ya masomo, napigania masomo, kwa sababu zawadi ambayo mtu anaweza kukupa maishani ni masomo. Na kama wewe kama kuna kiongozi ambaye hakusaidii kwa njia ya masomo, huyo kiongozi hakutakii maendeleo. Kwa hivyo mimi pia kama mwaniaji wa kiti cha kina mama katika Samburu County, naamini ya kwamba Kenya yetu pia huko kwa bunge, mimi nikifika bungeni nitakuwa mmoja wa wale wa kupigania tusukume hata maneno ya masomo ikue free, ikue wazazi walipi chochote kutoka chekechea hadi university. Masomo Kenya ikue ya bure kabisa, kwa sababu hapo wazazi wanaumia sana, na tunaona pesa mingi inaekwa kwa bursary kutoka national level. Counties zinapeana bursary, kila kiongozi amechaguliwa hadi MCA level wanapeana bursary.
hii pesa yote, kuna pia wafadhili wanatoa pesa za scholarships na bursaries, kuna ma corporates ama banks na organizations mingi wanatoa maneno ya bursaries na ama scholarship. Hii pesa yote ikishikanishwa tunaweza kuwa na free education ama masomo ya bure katika Kenya. Kwa hivyo hiyo ni maono yangu moja, na kina mama wetu mimi najua akishikiwa maneno ya masomo watakuwa wameondolewa mzigo kubwa sana kaswa kwa upande wa masomo. Hiyo ndio inalemea watu wengi hata sasa hivi. Kwa hivyo hiyo ndio maono yangu, na vitu zingine mingi kama maendeleo ya serikali ya juu tunapaswa kusukuma kama viongozi, na tuko na ministries ambazo bado zinapaswa kufanyia county ya Samburu kazi, kwa sababu tukiwa pia wakati hatukuwa county tulikuwa na hizo ministries na walikuwa wanafanya kazi zao hapa pale, but sasa tukiwa na wakilishi kupitia county ama devolution, tunapaswa kusukuma hizo ministries pia wafikishe maendeleo yao katika county zote, kwa sababu hata budget ama pesa zenye walikuwa wanatumia kabla tupate county zilikuwa ndogo kuliko sasa. Sasa hivi wameongezewa pesa, lakini ministries mingi hatuoni maendeleo yao katika mashinani. Kwa hivyo hiyo na maneno mengine mengi ya maendeleo ndio mimi najitosa katika hii kiti ya kina mama ya kinyang'anyiro na kutumia party cha UDA, na niko tayari kabisa kwenda maneno ya nomination, kwa sababu kila mtu ako na huru ya kutafuta hii kiti, na tuliahidiwa na president mwenyewe kwamba nominations zitakuwa free and fair, nami najiamini kwamba nitajitosa kwa wananchi na nitaomba kura. Na washukuru sana watu wa Samburu County kwa sababu najua mnaniamini na mumeona kazi yangu haswa kwa upande wa masomo ya watoto, na nawaomba kwa unyenyekevu kiti cha kina mama ama kiti cha woman rep, na ninawaahidi sitawaangusha. Ninawaahidi kwamba ile kazi mtanituma niwafanyie, na nitakuja tujadiliane katika vijiji vitongoji vyote za Samburu County, na waomba kura yenu munipe, kwa sababu mimi ninaweza kazi, mimi ni mama mchapakazi na mumeona kazi yangu, na ninawaahidi kwamba nitawafanyia kazi vile mtapenda. Asanteni sana. Mungu awabariki.